Wakati Marekani alipotangaza kwamba anasitisha mapigano na Iran kwa muda wa siku 5 baada ya Iran kuwa wamegoma kufungua ule mlango wa Strait of Hormuz, nilikuwa nimesema Iran kamwe hataki kuingia kwenye hicho kipengele, yani Iran hataki kuingia kwenye huo mtego, kwa sababu Marekani anachotaka kukifanya hapo ni taka kuihadaa Iran iweze kuingia katika trap ambayo mwisho wa siku watakuja kuijutia hapo baadaye. Sasa wakati usiku wa kuamkia leo, Iran wameendeleza wimbi la 80, yani wamefanya mashambulizi ya 80 pale katika nchi za Middle East, kwa maana ya Israel sana sana sasa hivi ndio inayolengwa zaidi, pamoja na mataifa ya Kiarabu na Kuwait. Ni kwamba rais wa Marekani Bwana Donald Trump anatumia akili ile ile ambayo imetumika maeneo mengine kwa ajili ya kutaka kuishambulia Iran. Rais wa Marekani ametuma wanajeshi 2,000 Mashariki ya Kati, huku Iran ikitoa onyo kali zaidi. Wizara ya Ulinzi ya Marekani, Pentagon, imetoa amri rasmi ya kutuma takriban wanajeshi 2,000 wa kikosi maalum cha anga, kwa maana ya paratroopers, kutoka division ya 82 ya anga kuelekea Mashariki ya Kati katika umbali ambao unaweza kufikia Iran kwa haraka. Kwa mujibu wa maafisa wa Marekani ambao wamenukuliwa na vyombo mbalimbali vya kimataifa, kikosi hicho kinajumuisha brigedia ya kwanza ya mapambano ambayo ni sehemu muhimu ya kikosi cha majibu ya haraka, inafahamika kama Immediate Response Force, ambacho kimefundishwa kutumwa ndani ya saa 18 kwa operation kama vile kuteka viwanja vya ndege, kuimarisha uwanja, ulinzi wa mabalozi, pamoja na kuratibu uokoaji wa raia. Lakini pia wanamaji Marines wapatao 2,500 wanatarajiwa kuwasili baadaye wiki hii ili kuimarisha uwezekano wa operation za ardhini, huku taarifa zikidokeza kwamba hatua hiyo huenda ikahusisha kulengwa kwa kituo kikuu cha usafirishaji wa mafuta cha Iran kutoka katika kile kisiwa cha Kharg. Kikosi hicho kinaripotiwa kujumuisha brigedia ya kwanza ya mapambano ya division hiyo pamoja na kamanda wake Brandon R. Tegmeyer, sambamba na makumi ya maafisa wa ngazi mbalimbali. Idadi kubwa ya wanajeshi hao ni sehemu ya kikosi cha majibu ya haraka kama nilivyokuambia, ambacho kimeripotiwa kuwa kina uwezo wa kufanya operation ndani ya saa 18 na kuwa kimekamilisha mipango yake. Maafisa wanasema kwamba wanajeshi hao watawekwa katika umbali ambao wanaweza wakaishambulia Iran kwa haraka, ingawa bado hawajaeleza eneo mahususi watakapo kuwepo, kwa maana ya wanajeshi wa Marekani watakapopelekwa, ila sio kwenda moja kwa moja kule Iran. Miongoni mwa operation ambazo zinaweza kufanyika ni pamoja na kuliteka kisiwa cha Kharg, ambacho ndicho kituo kikuu cha usafirishaji wa mafuta cha Iran katika ghuba ya Uajemi ya Kaskazini, ambapo Marekani ilifanya mashambulizi makubwa ya anga mapema mwezi huu. Lakini pia hao wanamaji nao wanatarajiwa kuwasili ili kuimarisha uwezekano wa operation ya kijeshi ya ardhini. Kwa upande wake, mshauri mwandamizi wa kijeshi wa Iran Ali Akbar Ahmadian amewataka wanajeshi wa Marekani wajaribu kusogea karibu zaidi, akisisitiza kuwa vikosi vya Iran vina uzoefu wa muda mrefu katika vita visivyo vya moja kwa moja, kwa maana ya asymmetric warfare. Lakini pia rais wa Marekani Trump anaripotiwa kutafuta njia za kupunguza mvutano wa kijeshi kupitia mapendekezo 15 ya amani, ingawa Iran imekanusha vikali uwepo wa mazungumzo yoyote ya siri kati ya Marekani pamoja na hiyo Iran. Sasa hii ndio trick ya Marekani ambayo miaka yote huwa anaitumia. Anakuambia bwana, tunasitisha mapigano, halafu anapeleka wanajeshi, na awamu hii ameshindwa kupeleka wanajeshi wa ardhini. Marekani kwa hivi sasa ni kama walijifunza kile ambacho kimewahi kutokea Iraq. Walipeleka underground troops, na mwisho wa siku walikufa wanajeshi wengi sana wa Marekani, na sasa hivi ameamua kupigana vita vya anga, yani kupigana vita vya mbali. Sasa Iran wenyewe wamesema kwamba wao wamezoea kwanza kupigana vita vya mbali, hilo la kwanza, lakini la pili wamezoea kupigana vita vya kichwa kwa kichwa. Maana jana walisema sasa hivi tunapigana vita ya macho kwa macho, sasa tuko tayari kupigana vita ya kichwa kwa kichwa. Ilikuwa ni moja kati ya kauli nzito sana ambayo imetolewa na hiyo Iran. Kwa hiyo mabibi na mabwana, of course tunajua hii vita inaenda kuisha, yani vita inaenda kuisha, but the challenge ni kwamba inaishaje. Maana sasa hivi tunaona Marekani ni kama anataka kuiachilia hii vita kwa watu wengine. Unajua anachokifanya nini? Marekani kwa hivi sasa amegundua kwamba vita hii inampotezea pesa nyingi sana, lakini inampotezea credibility.
ile heshima ambayo ameitengeneza duniani kwa miaka mingi sana, na ilikuwa inasemekana tu kwamba labda Marekani anaogopa mataifa machache, sijui Korea Kaskazini, sijui China, Mrusi, hao ndio ambao walikuwa wapo kwenye ile top 3. Lakini sasa hivi kaongezeka tena Muiran, ambaye Muiran anatajwa kwamba kwa sababu amepigana moja kwa moja anaweza akasimama pale juu, kwa sababu haya mataifa mengine sio yale ambayo yalipigana na Marekani. Sasa kwa nini Marekani anataka kuihamisha vita? Marekani anasema anataka kufanya hayo mashambulizi, na eneo pekee ambalo linaonekana anaweza kaweka hizo base ni Saudi Arabia. Yani hilo ndio eneo la Saudi Arabia, au anaweza kaweka Dubai. Sasa wa Saudi Arabia wenyewe walishatangaza kwamba wako tayari sasa kwenda kupigana na yule Muiran. Kwa hiyo anaweza akapeleka silaha kule, akafanya mashambulizi kupitia kule, na mwisho wa siku Iran akajikuta sasa anahamishia nguvu zake kupigana na Saudi Arabia, na Marekani akajiondoa katika mgogoro. Kwa hiyo akawaachia, yani akawa tayari ameshatengeneza vita imemshinda, anajifanya anaendelea kupigana kupitia Saudi Arabia, kumbe lengo lake ni kukimbia ili mwisho wa siku awaachie hao wengine. Na kama atafanya hivyo, maana yake sasa Iran itakuwa ipo katikati, Israel pamoja na Saudi Arabia na hayo mataifa mengine. Kwa hiyo unaweza kaibuka mgogoro mwingine mkubwa kabisa ambao sasa unawahusu wao wenyewe kwa wenyewe. Hicho ndicho ambacho kitakuwa kimefanywa na rais wa Marekani Bwana Donald Trump, au Marekani kwa ujumla, kwa sababu uwezekano wa kupeleka hizo troops za ardhini ni mgumu kidogo, kutokana na kwamba jiografia ya Iran inawazuia sana wa Marekani kufanya jambo la namna hiyo. Kwa hiyo hii ni ripoti ambayo nikasema anyway, mabibi na mabwana, tuweze kuishare. Tunasubiri majibu ya Iran pamoja na kauli zao tata ambazo wamekuwa wakizitoa wa Iran. Hili linaweza likaja na majibu makubwa zaidi. Lakini tukiwa bado hapo tumeona maendeleo ya vita sasa. Rais Trump amedai kuwa Marekani tayari imeshinda, akisema kwamba mazungumzo ya kidiplomasia ndio ambayo yamesababisha kuahirishwa kwa mashambulizi dhidi ya miundombinu ya umeme ya Iran kwa muda wa siku 5. Lakini pia ripoti zinaeleza kuwa pendekezo la Marekani linaitaka Iran kusitisha programu zake za nyuklia na makombora, kuachana na makundi ya washirika wa kikanda na kufungua mlango wa bahari wa Hormuz kwa usafiri wa kimataifa bila vikwazo. Kwa upande mwingine, Iran ingeondolewa vikwazo vya kimataifa na kusaidiwa katika matumizi ya nyuklia kwa amani. Hii ni sehemu ya kile ambacho Marekani wanakitaka. Waziri wa ulinzi wa Marekani Peter Hegseth amenukuliwa akisema, tunafanya mazungumzo kwa kutumia mabomu, akieleza nafasi ya jeshi katika mawasiliano hayo yasiyokuwa ya rasmi. Iran imekanusha kuwepo kwa mazungumzo hayo, huku spika wa bunge akiyataja madai hayo kuwa ni habari za uongo zinazolenga kuathiri masoko ya fedha na mafuta. Kufuatia hali hiyo, na bei ya mafuta ilishuka zaidi ya 5% Jumatano asubuhi. Hii ni kwa mujibu wa zile takwimu ambazo zimetolewa. Hali ya kisiasa na kijeshi inaendelea kubadilika kwa kasi, huku pande zote zikionyesha tahadhari pamoja na maandalizi ya lolote ambalo linaweza likatokea katika ukanda huo au katika eneo hilo ambalo ndiko kunako hiyo migogoro ambayo inaendelea. Lakini pia hapo tukibaki hapo kwenye zile ripoti nyingine, ni kwamba Kuwait imejibu mashambulizi ya anga. Jeshi la Kuwait limetangaza kuwa linaendelea kukabiliana na vitisho vya makombora na ndege zisizo na rubani drone, na kuwataka wananchi kufuata maelekezo ya usalama, na wameeleza kuwa milipuko ambayo imesikika ni matokeo ya mifumo ya ulinzi wa anga kuzuia mashambulizi haya. Mapema kulikuwa kuna shambulio la drone ambalo lilisababisha moto katika tanki la mafuta kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kuwait, na waziri wa taifa wa ulinzi aliripoti kudungua drone 5 zaidi katika maeneo yasiyo na ulinzi, na kulikuwa kuna vifo ambavyo vimeripotiwa. Lakini pia kulikuwa kuna shambulio ambapo balozi mdogo wa Marekani katika mji wa Erbil, eneo la Wakurdi kaskazini mwa Iraq, uliripotiwa kulengwa na shambulio la drone. Mifumo ya ulinzi wa anga C-RAM iliwashwa na kufanikiwa kuzuia baadhi ya mashambulizi, ingawa drone moja iligonga katika eneo la makazi. Iraq pia, serikali imeidhinisha makundi ya kijeshi yaliyo chini ya mfumo wa usalama wa kitaifa kujibu mashambulizi kufuatia ongezeko la vifo hadi watu 15 baada ya shambulio ambalo linadaiwa kufanywa na Marekani dhidi ya kambi ya wanamgambo wa PMF katika jimbo la Anbal. Maafisa wa Iraq wameeleza kuwa mashambulizi hayo ni ukiukwaji wa wazi wa mamlaka ya taifa. Tangu kuanza kwa vita kati ya Marekani na washirika wake dhidi ya Iran, vikosi vya Marekani vimekuwa vikilenga pia maeneo ya PMF, huku makundi ambayo yanaungwa mkono na Iran yakishambulia vituo vya Marekani ndani ya Iraq. Kwa hili nalo ni moja kati ya eneo ambalo pia kumekuwa na hali ya sintofahamu. Wanajeshi takriban 290 wa Marekani wameuawa tangu kuanza kwa mapigano kati yake na Iran, na wengine wakirejea wamerudishwa majumbani kwao kutokana na hali kuwa mbaya zaidi katika eneo hilo. Kwa hiyo yani kimsingi ni kwamba ngoma bado ni mbichi.
hali bado si shwari zaidi. Watu sasa wanataka kupimana ule ubavu kiukweli. Hawataki tena zile propaganda za hapa na pale. No, now wanasema tunataka to fight, and we fight for the sovereign, we fight for our dignity, we fight for our motherland, we fight for our soil, na tutahakikisha tunapigana until the last Iranian man ambaye atakuwa yupo kwa ajili ya kutetea taifa lake. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.